الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، كتوفيق الله سبحانه وتعالى leo tunafungua mutalaa wetu wa kitabu chetu cha Umdatul Ahkam. Na ni kitabu ambacho kimekusanya hadithi ambazo zimetoka kwenye Sahihi Bukhari na Sahihi Muslim, na hadithi hizi zimebeba maudhui ya elimu ya fiqh. Kwa ni kitabu kizuri kwa yule mwenye kuanza kusoma elimu ya sheria akakijua, ili kuona yale machimbuko ya baadhi ya ahkami yamekupitia hadithi kwamba yametokea katika hadithi gani na gani. Tamam. Kwa hiyo leo tunafungua kwa kutabaruku. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mutala wetu huu ni wenye kuendelea bitawala yetu mengine insha Allah ta'ala. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, kitabu at-tahara. Kwa maana hadha kitabu at-tahara, hiki ni kitabu cha tahara. Kama tunavyoona mara nyingi kwamba wanawazuoni kwenye vitabu hasa vya fiqhi huwa wakifungua na kuanza na kitabu cha tahara. Kwa nini unaanza na kitabu cha tahara? Kwa sababu kitabu cha tahara ni kitabu ambacho kinaelezea nguzo ya kwanza au sharti miongoni mwa masharti. Ni kitabu ambacho kinaelezea sharti miongoni mwa masharti yanayomwezesha Muislamu kuisimamisha nguzo kuu ambayo ni swala. Kama tunavyoambiwa, inna awwala ma yuhasabu bihi an-nas yawm al-qiyamah hiya as-salah au as-salah. Hakika jambo la kwanza ambalo mwanadamu au wanadamu watakalohesabiwa nalo siku ya kiyama ni swala. Ikikutwa imetimia, basi matendo mengine yote pia yatakubaliwa, na ikikutwa ina mapungufu, basi na matendo mengine yote yatarejeshwa. Kwa hiyo ndio maana wanawazuoni wa fiqh wanaanza na mlango wa tahara. Tamam. Kwa sababu gani? Tahara sharti miongoni mwa masharti ya kwenda kuisimamisha nguzo kubwa ambayo ni as-sala. Lakini pia tunaona katika vitabu vyao vingi wanawazuoni wa fiqh wanahitimisha sawa, wanahitimisha vitabu vyao wanavihitimisha vitabu vyao kwa mlango wa al-itq, mlango wa kuacha huru mtumwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuacha huru ndiyo jambo la mwisho ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atalifanya kwa waja wake. Na hata ukija kwenye Ramadhani vile vile utakuta yale makumi matatu yamejigawa. Kumi la kwanza la rahma, linakuja la maghfira, kisha linakuja nini? Itqu minan nar. Na siku ya kiyama vile vile kuna waja watakuwa kwa matendo walioyatenda wamefungika na yale matendo, na watakuwa ni miongoni mwa wale ambao wamekadiriwa kuingia wapi? Motoni. Lakini kwa huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa rehema zake atafanya nini? Atawafanyia itqi sawa, atawatoa katika kifungo kile cha kuingia motoni na atawaingiza wapi? Peponi. Kwa hiyo wanawazuoni wengi wanahitimisha milango yao na mlango wa itqi kwa hikma hiyo. Tamam. Na anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, ameanza na hadithi Sayyidina Umar
akinukuu kusema an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kumepokelewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie, qal, ya kwamba amesema, sami'tu Rasulallahi, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqul, akisema, innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyati. Innama, hakika si vinginevyo, al-a'malu, kusihi kwa matendo, binniyati, kunafungamana na nia, kunafungamana na nia. Wa fi riwayati, na katika mapokezi mengine kumepokewa binniyati, kunafungamana na nia. Wa innama, na hakika si vinginevyo, likulli mri'in ma nawa, likulli mri'in, kila mtu atapata, kwa maana likulli mri'in, kila mtu atapata malipo, ma, ya kile ambacho, nawa, alichokinuia. Likulli mri'in, kila mtu atapata malipo, ma, ya kile ambacho, nawa, alichokinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, faman, basi yoyote ambaye kwamba, faman, basi yoyote yule ambaye kwamba, kanat, kulikuwa, hijratuhu, kulikuwa makwake, ila Allahi wa rasulihi, ni kwa ajili ya kupata radhi za Allah na radhi za mtume wake. Fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi huko kuama kwake utazingatiwa ni nini? Ni kuama kwa ajili ya kupata radhi za Allah na radhi za mtume wake. Kwa maana fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yale malipo ya kuhama kwake, sawa sawa, yatakuwa ni malipo kwa ajili ya kwenda kupata radhi za Allah na radhi za mtume wake. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, wa man, na yule ambaye, kanat, kulikuwa, hijratuhu, kulikuwa makwake, ila dunya, ni kwa ajili ya dunia ambayo, yusibuha, aliyotarajia kuipata, au imraatin, au ni kwa ajili ya mwanamke ambaye, yatazawajuha, aliyetarajia kumuoa. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kule kuama kwake, ila ma, kutakuwa ni kwa kile kitu ambacho, hajara ilayhi, aliyama kukielekea kitu hicho. Kwa maana fahijratuhu, basi malipo ya kule kuama kwake, ila ma, yatakuwa ni kwa kile kitu ambacho, hajara ilayhi, amehama kukielekea kitu hicho. Hii ndio hadithi ya kwanza. Tamam. Hadithi inatuelezea kuhusiana na nia, na kama wanazuoni wanavyosema kwamba innama, hii ni adatul hasri, adatul hasri, na adatul hasri huwa inatumika katika kuthibitisha hukumu kwa kile ambacho kimetajwa, kuthibitisha hukumu katika nini? Kile ambacho kimetajwa. Innamal a'mal, hakika kusihi kwa matendo, binniyati, kunafungamana na nia. Albau lilmusahaba, hiyo bau ni nini? Ya musahaba, kuonesha kwamba tendo lolote ambalo linafanyika na tendo hilo ni tendo ambalo miongoni mwa masharti yake ni nia, kama hakujatanguliwa na nia, basi tendo hilo nini? Halisihi. Miongoni mwao au miongoni mwayo ni swala, sawa. Mwenye kuswali swala yoyote ile, iwe ni ya sunna, iwe ni ya faradhi, lazima itangulie nia. Na wanawazuoni wakasemaje? Mwenye kutia shaka kwenye nia, swala hana huyo. Ni kitu ambacho hakitakiwi kutiliwa shaka. Nia yako inabidi nini? Inabidi uihakikishe.
Kwa hiyo katika hadithi hii mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameyataja matendo kisha akayafungamanisha na nia, kwa maana kusihi kwa matendo kunafungamana na nia. Tamam. Wanawazuoni wakajaribu kuyagawanya hayo matendo, wakasema ni a'malu shar'iyya, a'malu ash-shar'iyya, lakini pia a'malu al-ibadat ni yale matendo ambayo ya kisheria na yale matendo ya kiibada. Matendo ya kisheria yanafahamika: swala, funga, zaka, hija. Tamam. Ambayo pia yanaingia katika nini? A'malu al-ibadat. Tamam. Lakini haya kisheria yamewekewa utaratibu maalum, yana sheria yake. Mwenye kutekeleza anakuwa ametekeleza, mwenye kuacha anakuwa ameacha na anapata madhambi. Tamam. Hayo mengine ambayo a'malu al-ibadat hayaingii katika a'malu shar'iyya moja kwa moja ni yapi? Kutoa sadaka, kusoma Qur'ani, kutoa misaada, yale matendo ambayo ndani yake kunapatikana thawabu. Sasa wanawazuoni wakasemaje? Nia zimegawanyika sehemu mbili, kuna niyatul amali wa niyatul maf'uli lah. Kuna nia ya kitendo na nia ya kile ambacho kinafanywa. Sasa haya matendo ya kisheria ni matendo ambayo moja kwa moja yanafahamika kwamba ni matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyefaradhisha. Kwa hiyo mtu akiyafanya inabidi afanye kwa ajili ya Allah. Ikiwa itaingia riya ndani yake, atafanya kwa ajili ya wengine, swala itakuwa imeswihi, sawa. Lakini upande wa thawabu kwamba alipwe asilipwe ni tunamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah ameshasema kwamba atakayefanya kwamba mimi sina washirika katika nini, katika matendo yangu. Yoyote atakayefanya afanye kwa ajili yangu, akifanya kwa ajili ya mwingine basi atalipwa na huyo aliyemfanyia. Kwa hiyo tunaona kwamba katika matendo haya ya faradhi kwamba ni a'malu shar'iyya, zinabidi hizi nia mbili ziwe zimesimama. Niyatul amal, nia ya kile kitendo. Uswali, hiyo nia ya kwanza. Nawaitu sawma ghadin, sawa, na mengineyo. Lakini niyatul maf'uli lah, na ile nia ya kile kitendo ambacho kinafanyika. Hicho kitendo ambacho kinafanyika ukifanye, nia yako ni ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Ikiwa umetia niyatul amali kisha niyatul maf'uli la ikawa ni kwa ajili ya kumfanyia mwingine, basi nakuwa hapo wewe, sisi tutahukumu kwamba nini, swala yako imeswihi. Kwa sababu gani? Masharti yote, arkani zote zimekamilika. Lakini kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye amali yako hiyo, kwa kuwa umeifanya kwa ajili ya mtu mwingine, hatoipokea. Kwa hiyo kuna nia ya kitendo na nia ya kile kinachofanywa. Sasa aya ni matendo ya a'malu shar'iyya ambayo yanahitajia nia. Ni kwamba nia lazima uitie, na nia hiyo inabidi iwe katika nini, nafasi mbili: niyatul amali wa niyatul maf'uli lah. Nia ya kwanza ya kile kitendo unachokifanya, kwamba umenuia kuswali au umetia udhu tu afikisha unaanza kufanya matendo ya swala. Tia udhu sawa, lakini tia nia ya kitendo na utie nia kwamba hichi ninachokifanya nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tunakuja katika a'malu al-ibadat, matendo ambayo mtu akifanya kwa ajili ya Allah anapata thawabu, na vile vile pia akifanya kwa ajili ya wengine Mwenyezi Mungu atakuwa hana haja na amali yake hiyo. Ni kama vipi? Ni yale matendo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama kutoa sadaka, kusoma Qur'ani, kusomesha elimu, kusoma nyiradi na matendo mengine. Mtu akifanya kwa ajili ya hayahitaji nia haya. Kusoma Qur'ani hayahitaji niyatul amal, hayahitaji niyatul amal,
kama tukayagawa tukasema a'malu shar'iyya na a'malu ibadat. A'malu ibadat ni matendo ambayo mtu akifanya anapata thawabu, lakini hayatanguliwi na niyatul amali. Sawa, haya yanakuwa na nia moja tu, niyatul maf'uli la, nia ya kile kinachofanywa. Unafanya kwa ajili ya nani? Fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, utalipwa. Sawa, na utakapofanya kwa ajili ya mwingine asiyekuwa nani, Allah subhanahu wa ta'ala, hautolipwa. Tamam. Kwa hiyo hadithi hii inatuonesha umuhimu wa nia, inatuonesha umuhimu wa kutia nia, na ndo hata al-Imamu Shafi'i au al-Imamu al-Khattabi akasema kwamba ni wajibu kwa kila mwenye kutunga kitabu, atakuwa ni al-Khattabi. Tayeb, anasema kwa kila mwenye kutunga kitabu ni wajibu au ni vizuri, kusema ni wajibu, lakini ni vizuri sawa sawa, akaweka hadithi hii mwanzoni mwake ili kumkumbusha yule mtu anayefanya kitendo hicho cha kutafuta elimu, ajue kwamba ninatafuta elimu, lakini je, hichi kitendo cha kutafuta elimu nitie nia gani? Kinafungamana na nia gani? Kwa maana usikosekane niyatul maf'uli la, nia ya kile kitendo kinachofanyika, na nia hiyo ni kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Lakini Mtume akasema tena, wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu atapata malipo ya kile alichokinuia. Wanawazuoni wanasema kupitia hadithi hii au kupitia sehemu hii Mtume aliposema wa innama likulli imri'in ma nawa, ni dalili kwamba yale matendo ambayo ni wajibu mtu kuyafanya hayakubali nini? Hayakubali unaibu. La yaqbalu niyabata au la taqbalu an-niyabata, hayakubali unaibu. Sawa, katika nini? Katika nia. Mtu akufanyie mfano wake, mfano hija si unafanyiwa hija, ikiwa mtu ameshindwa inafaa kufanyiwa, si ndio? Yani ikiwa hana vile vigezo vya kutekeleza ile ibada, mathalan labda umri umekwenda, maradhi, inafaa kwa mtu mwingine kwenda kumuhijia, lakini atie nia kwanza yeye. Sawa sawa. Kwa hiyo ni kupitia wa innama likulli imri'in ma nawa, wamesema kwamba hapa ni kuna dalili kwamba haya matendo ya faradhi ni matendo ambayo la takbalu niyabata fi niyya, ni matendo ambayo hayakubali unaibu katika nia, yani nia mtu utiliwe na mtu mwingine. Sawa. Hata ukiangalia pia a'malul ibadat, yale matendo ya kiibada, una pesa yako sadaka, inabidi utie nia, ni vizuri sawa sawa, utangulize nia. Hata kama unampa mtu mwingine akakutolee, mathalan aipeleke katika kituo cha watoto yatima, aipeleke wapi, kwa hiyo ni wajibu kutia nia katika kila amali ambayo mtu anaifanya, hasa ni yale matendo. Ni matendo gani? A'malu shar'iyya, matendo yale ya kisheria, sawa, na a'malu ibadat, sawa sawa. Haitakiwi eti unaenda kuswali swala ya dhuhuri, naambia mtu antilie nia basi ya dhuhuri hapa ni swali, sawa, yani atie nia yule mtu, wewe uswali tu. Au naambia mtu bwana, kesho lakanifunge, tia nia, au nitilie nia. Isije kama ule kijana aliyekuwa anasoma dua ya kulala usiku, baadaye akawa anaona taabu kusoma dua tu ile ya kulala, mtu anaona shida, akaona aiandike ukutani ile dua ya kulala, sawa sawa, akaandika ukutani, bismika allahumma ahya wa bika amut. Ikawa ikifika muda kulala anamwambia ya rabbi, dua yangu ile, kabla sijalala nakuonyesha kabisa dua yangu ile ukutani. Sawa sawa, haitakiwi hiyo. Kwa hiyo kwenye hii wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika kila mtu atapata malipo ya kile alichokinuia. Wanawazuoni sema kwamba hapa hii ni nini? Ni dalili ya kwamba kutia nia katika matendo katika a'malu shar'iyya, katika a'malu ibadat, ni kitu ambacho hakikubali unaibu.
sawa sawa. Huwezi kutoa pesa tu hivyo, pesa zako unatoa tu hivyo, sawa. Au huwezi ukaenda kuswali tu hivyo bila ya kutia nini nia, ibidi utie nia mwenyewe, na huwezi kumwambia mtu akutilie nia katika matendo kama hayo, sawa sawa. Akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Hapa ndio kuonesha ile niyatul amali, niyatul maamuli, niyatul maf'uli la. Kwa yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kupata radha Allah na radha mtume wake, basi kuhama kwake kutakuwa ni kwa ajili ya kupata radhi za Allah na mtume, kwa maana atalipwa malipo na Allah, sawa, na atakuwa ameridhiwa na mtume wa Allah kwa kile alichokifanya, sawa. Hii inakuwa ni katika upande gani? Upande wa niyatul maf'uli la, nia ya kile kitendo kinachofanyika. Wewe sawa, umehama, umeamrishwa kuhama, umehama. Na hii hadithi wanasema wanawazuoni wengi kwamba inahusiana ile hijra ya Waislamu kutoka Maka kuelekea Madina, na wanasema sababu ya kutajwa mwanamke kwenye haya matamshi yanayokuja, waman kanat hijratu ila dunya yusibuha au imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Sababu ya kutajwa au imra'atin, au ni kwa ajili ya mwanamke ambaye atazawwajwa, anataraji kwenda kumuoa huko anapokwenda, fa hijratu ila ma hajara ilayhi, basi malipo ya kule kuhama kwake yatakuwa ni kwa kile kitu ambacho amehama kukiendea. Wanasema sababu ni kuna bwana mmoja katika waliohama kutoka Maka kwenda Madina, yeye alihama kwa ajili ya kwenda kumfuata mwanamke, na huyo mwanamke anaitwa Ummu Qais. Kwa wanasema wanawazuoni kwamba sababu ya pia mtume kukitaja kipengele hichi ni kumgusia yule bwana aliyekuwa yeye amehama kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya kumfuata huyo mwanamama ambaye alikuwa anaitwa Qais. Tamam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma hadithi hii kuwatahadharisha masahaba wake kwamba miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu ni mtu ahakikishe nia yake, sawa, lakini pia atambue kwamba katika nia au katika kufanya tendo lolote hakuna unaibu, inabidi wewe mwenyewe ndo utie nia, sawa sawa. Na hicho unachokitilia nia wakati unakifanya, kama ni katika vile ambavyo vinafanywa kwa ajili ya kupata radhi za Allah na mtume wake, basi tia nia. Baada ya nia kitendo, niyatul amali imeshatangulia, si ndio? Basi tia niyatul maf'uli la, tia nia ya kile kitendo unachokifanya kwamba nafanya kwa ajili ya kupata radhi za Allah. Tamam. Kama tulivyosema, kuna a'malu shar'iyya ambayo ni yale matendo ya faradhi, yale yanahitaji nia mbili, niyatul amal na niyatul maf'uli la. Lakini a'malul ibadat mengine ambayo hayajaingia kuwa ni faradhi, inabidi mtu niyatul maf'uli la, nia ya kile unachokitenda kiwe ni kwa ajili gani? Kwa ajili ya kupata radhi za Allah na mtume wake. Pia akawatahadharisha kwamba ikiwa haujazingatia hili la pili katika a'malul ibadat, na ikiwa haujalizingatia la kwanza na la pili katika a'malu shar'iyya, kusudia niyatul amal na niyatul maf'uli la, basi hautopata malipo kwa kile kitu gani? Kitu ambacho unaenda kukifanya, sawa sawa. Kwa sababu gani? Wewe umefanya kwa ajili ya kitu chengine, sawa sawa. Kwa hiyo malipo yako utakipata kwa hicho kitu chengine. Ndio akasema fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, yule mwenye kuhama au yule ambaye kumekuwa kule kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia ambayo anatarajia kwenda kuipata, au ni kwa ajili ya mwanamke anatarajia kwenda kumuoa, basi malipo ya kuhama kwake yatakuwa ni katika nini? Kile kitendo ambacho amehama ukielekea kitendo hicho. Sasa dunia itakulipa nini wewe? Baada ya kuambiwa uame kwa ajili ya kuhifadhi dini yako, uame kwa ajili ya kupata utulivu katika ibada zako, wewe ukakusudia kuhama, lakini nia yako ni kwamba ukapate kitu chengine. Je, hicho kitu ambacho umekikusudia utapata nini?
Kwa hiyo ni hadithi kubwa na hadithi ambayo imebeba msingi mkubwa, kwa sababu nia ndiyo kila kitu. Nia ndiyo kila kitu. Ikiwa nia imeharibika, nia haikuwa katika ikiwa nia katika yale matendo kupata radhi za Allah na mtume wake, nia hiyo haikufungamana na mawili haya, ikafungamana na kitu chengine, basi nia imeharibika, na hayo matendo ambayo kupitia matendo hayo mtu anapata radhi za Allah na mtume wake, pia hata yakifanya na kwa nini yanakuwa yameharibika, kunakuwa hakuna kinachofaa hapo ndani yake. Sawa sawa. Ndio maana wakasema wanawazuoni, Al-Khattabi anasema yambaghi liman sannafa kitaban an yabtadiya bihadha alhadith tanbihan litalib ala tashih an-niyya. Al-Khattabi anasema hivyo, inatakiwa kwa kila mtu ambaye atatunga kitabu basi aanze na hadithi hii kwa ajili ya kumzindua yule mwanafunzi juu ya nini? Kuisahihisha nia yake. Ameshika kitabu kile apate ilmu, sawa. Kutafuta elimu ni kitendo ambacho ndani yake kunapatikana radhi za Allah na mtume wake, sawa. Sasa je, hakuna kitu chengine kilichoingia baada ya haya? Kama kuna chingine, labda mtu asikike, afahamike, mashuhuri, apate nafasi sehemu kadha wa kadha, basi hivyo vingine hivyo vinakuwa vimeshaharibu. Kwa sababu gani? Havitakiwi katika amali kama hii. Na akasema tena Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, hadha alhadithu thuluthu alilmi wa yadkhulu fi 70 baba min alfiqh. Hii hadithi ni theluthi ya elimu yote ya Kiislamu, na hadithi hii inaingia katika milango 70 ya fiqh. Au ni maneno ya Imam Shafi katika kuelezea fadhila ya hadithi kama hii, sawa sawa. Kwa hiyo tunafungua leo mutawala wetu kwa kutabaruku na hadithi kama hii, ambayo hadithi imebeba tambihi kubwa, na hata sisi pia nadhani tutakuwa tumejifunza kitu kwamba amali ambayo ni katika amalu sharia, kwa sababu matendo haya yanahitaji nia, hayaswi mpaka nia. Funga haiswi mpaka nia, swala mpaka nia, sawa. Hija mpaka nia. Ni matendo ambayo ndani yake kunahitajika nia mbili, niyatul amali wa niyatul maf'uli la, nia ya kitendo kile ambacho tunakifanya na nia ya yale matendo ambayo unayafanya katika kitendo hicho, sawa. Na katika yale a'malul ibadat ambayo hayajaingia moja kwa moja kuwa ni matendo ya faradhi, basi mtu achunge achunge katika nini? Niyatul maf'uli la, nia ya kile ambacho anakifanya katika matendo hayo. Wa ila huna antahi wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala afwa.